الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo ni tarehe 18 ya mwezi wa Jumada al-Ula mwaka 1447 Hijria, sawa na tarehe 10 ya mwezi wa 11 mwaka 2025 miladia. يقول الشيخ بازمول حفظه الله تعالى: وقوله هذا ولعل في من ينصر السنة ويعمل بها ويدعو إليها من يتوقف عن العمل بهذه الأحاديث بعذر أنه لا يعلم أحدا من السلف قال بها. بعد الشيخ بازمول حفظه الله تعالى anamtetea Sheikh Al-Albani rahimahullah kwa hoja ya kwamba anasema kauli ambapo hakuna yoyote katika salaf aliyemtangulia kwa kauli hiyo au kwa hadithi hiyo anayoifanyia kazi. Ndio anasema kauli yake hii, la'alla fi man yansuru sunna, pengine katika wanaonusuru sunna, wa ya'malu biha, na kutekeleza sunna hiyo, wa yad'u ilaiha, na kuilingania sunna hiyo, man yatawaqqafu 'anil 'amali bihadhihi al-ahadith, kuna anesita kuzitekeleza hadithi hizi, bi'udhri annahu la ya'lamu ahadan min as-salaf qala biha, kwa udhuru wa kwamba hamjui yoyote katika waliotangulia aliyesemea hadithi hizo. Qala falyalam haulai al-ahibba, na wajue wapenzi hawa, anna hadha al-udhra qad yakunu maqbulan fi ba'd al-masail allati yakunu tariqu taqririha innama huwa al-istinbat walijtihadu faqat au fahasbu. Ajue kwamba udhuru huu unaweza ukakubaliwa, udhuru huu wa kwamba lazima kuwe na mtu katika salaf aliyetangulia utekelezaji huo. Udhuru huu unaweza ukakubaliwa katika baadhi ya masala ambayo njia yake au njia ya uthibitisho wake ni istimbat, kutoa hukumu na kujitahidi peke yake. Ikiwa masala hayana dalili, ni masala ya kujitahidi peke yake. Sasa masala kama haya ndio lazima kuwe kuna salaf aliyemtangulia kwa ijtihadi yake hiyo. Qala lianna an-nafsa hinaidhin la tatma'innu laha khashyata an yakuna listinbatu khata'a, sababu nafsi haiwezi ikatulizana kwa masala hayo kwa kuogopea kuwa istimbati yake ni ya makosa. Huyo aliyekuja nyuma kuogopea kwamba kutolea kwake hukumu huko amekosea, kwa vile hakuna aliyemtangulia katika ijtihadi yake hiyo. Qala wala siyama idha kana almustanbitu min haulai almutaakhirin alladhina yuqarriruna umuran lam yaqul biha ahadun min almuslimin, hasa akiwa huyo aliyetoa hukumu ni katika hawa waliokuja nyuma ambao wanathibitisha mambo ambayo haja yasema yoyote katika waislamu waliotangulia, bid'awa anna almaslahata taqtadhi tashri'aha, kwa madai kuwa maslahi yanahukumu kuwekwa sharia ya masala hayo, duna an yandhuru ila muwafaqatiha linususi shar'i awwala, bila kuangalia muwafaka wa masala haya kwamba yanawafikiana na nususi za kisheria kwanza. Akatoa mfano, qala mithla ibahati ba'dihim liriba alladhi sammahu birriba listihlaki, mfano wa kuhalalisha baadhi yao riba walioiita arriba listihlaki, hii wanaihalalisha waliya nasib alkhairi
na bahati nasibu ya kikheri, zaamu, wakadai kwamba hayo sio haramu, wa nahwahuma, na mfano wao. Riba listihlaki ni ile ambayo mtu anachukua deni. Kwa mfano, mtu anachukua deni kwa ajili ya kupata chakula na kinywaji, kwa ajili ya kupata chakula chake na kinywaji chake peke yake, bila kuzalisha uzalishaji wa mali ile atakayozalisha katika mambo mengine atakayonunua. Anasema ile riba ambayo mtu itabidi azalishe ile mali yake, hii sio haramu. Hii ndio riba alistihlaki wanavyodai wao. Lakini riba ni riba ilivyokuja katika nususu za kisheria. Riba ni riba, hakuna listihlaki wala nini, yote imeharamishwa. Idhan wanadai kwamba riba anayochukua mtu kwa ajili ya kuizalisha ile mali yake na nini, hii ndio riba listihlaki, sio haramu. Pia vile wanadai bahati nasibu ya mambo ya kheri pia si haramu, lakini hakika ni kwamba yote hayo ni haramu. Amma wa mas'alatuna laysat min hadha alqabil, mas'ala yetu haya si katika upande huu. Mas'ala yetu haya tunayomtetea Sheikh Al-Albani rahimahullah si katika upande huu. Fa inna fiha nususan sarihatan muhkamatan lam yati ma yansakhuha, kwani mas'ala haya yana nususi sarih, Qur'ani au hadithi zilizo wazi, hadithi muhkama ambazo hazija kuja zinazofuta hukumu hiyo, kama sabaka bayanuhu, kama ulivyotangulia uwazi wa hayo. Fala yajuzu tarku al-amali biha lil'udhri al-madhkur, kwa haifai kuacha kutumia hadithi hizo kwa udhuru huo uliotajwa, kwamba hakuna aliyetangulia utekelezaji wa hadithi hizo. Udhuru huu ni kwa masala jitihadia, unaweza ukakubalika, lakini masala ambayo yana nasi ya aya au nasi ya hadithi hailazimu kutanguliwa na yoyote katika salaf kutumia hadithi hiyo au aya hiyo. Mnifahamu sio? Qultu wala a'lamu lish-Sheikh Al-Albani mas'alatan ikhtara fiha qawlan lam yasbiqhu ilayhi ahadun min ahli al-ilmi. Asema sijui kwa Sheikh Albani mas'ala yoyote ambayo aliyakhitari, akakhitari kauli ambayo haijatanguliwa na yoyote katika maulama, hajafanya hivyo. Wala a'lamu lish-Sheikh Al-Albani mas'alatan ikhtara fiha qawlan lam yasbiqhu ilayhi ahadun min ahli al-ilmi. Sijui kwa Sheikh Albani masala yoyote aliyoyakhitari kauli yake ambapo haijatanguliwa na yoyote katika maulama. Wa huwa yahrisu daiman ala an yadhkura salafahu fima ikhtara al-amala bihi min al-aqwali allati dhahara lahu muwafaqatuha lin-nusus. Na yeye anafanya pupa daima kuwataja salafu wake fima ikhtara al-amala bihi, katika masala aliyoyakhitari kuyatekeleza, min al-aqwali allati dhahara lahu muwafaqatuha lin-nusus, katika kauli ambazo zimedhihiri kuwafikiana na nusus. Kwa kila anayosema Sheikh Albani, yupo mtu aliyetekeleza katika salaf na kuwataja as-salafu salih radhiyallahu ta'ala anhum katika masala hayo. Thumma qala Sheikh Bazamul hafidhahullah, والشيخ يرجع إلى أقوال العلماء ويعتبر بكلامهم ويستفيد منه دون تعصب أو تقليد. الشيخ الباني رحمه الله anarejelea kauli za maulama na anazingatia maneno yao na anachukua faida kutokana na maneno yao bila upendeleo au kuwaiga, bila taasub wala kuwaiga jambo ambalo halina dalili, anaiga tu. Hafanyi hivyo Sheikh Albani. falaqad qala fi muqaddimati kitabihi sifati salati an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa amma ar-rujuu ila aqwalihim yani al-ulamaa
والاستفادة منها والاستعانة بها على تفهم وجه الحق فيما اختلفوا فيه مما ليس عليه نص في الكتاب والسنة أو ما كان منها بحاجة إلى توضيح فأمر لا ننكره بل نأمر به ونحض عليه. Anasema Sheikh Albani rahimahullah katika kitabu chake hiki Sifatu Salati Nabii sallam, ama kurejelea kauli za maulama na kupata faida kwa kauli hizo, walisti'anatu biha, na kutaka msaada kwa kauli hizo, ala tafahumi wajhi alhaqi, kwa kufahamu njia ya haki, fima ikhtalafu fihi, katika mambo ambayo maulama wametofautiana, mimma laysa alayhi nassun fil kitabi was sunna, katika masala ambayo hayana nasi ya Qur'ani wala hadithi, au ma kana minha bihajatin ila tawdih, au masala ambayo yanahitajia kuwekwa wazi, fa amru la nunkiruhu, hili ni jambo ambalo hatulipingi. La kuchukua faida kwa maneno ya maulama ni jambo ambalo hatulipingi, bal na'muru bihi, bali tunaliamrisha, wanahudhu alayhi, na kulihimiza jambo hilo. Lianna alfaidata minhu marjuwa, sababu faida yake inatarajiwa. Faida ya kuchukua kauli za maulama ni faida marjuwa, inayotarajiwa. Liman salaka sabila lihtidai bilkitabi wassunna, kwa mwenye kufuata njia ya kupata mwongozo wa Qur'ani na hadithi. Kwa Sheikh Albani anahimiza jambo hilo na kuliamrisha kuchukua kauli za maulama waliotangulia. Qala al-allama ibn Abd al-Barr rahimahullah ta'ala, fa'alayka ya akhi bihifdhi al-usuli wal-inayati biha, jilazimishe ewe ndugu yangu kuhifadhi misingi hii na kuitilia umuhimu. Fa'alayka ya akhi bihifdhi al-usuli wal-inayati biha, jilazimishe ewe ndugu yangu kuhifadhi misingi hii na kuipatiliza. Wa'lam anna man uniya bihifdhi as-sunan wal ahkam al-mansusa fi al-Qur'an wa nadhara fi aqawil al-fuqaha faja'alahu 'awnan lahu 'ala ijtihadihi wa miftahan li tara'iq an-nadhar wa tafsiran li jumal as-sunan al-muhtamalati lil-ma'ani wa lam yuqallid ahadan minhum taqlid as-sunan التي يجب الانقياد إليها على كل حال دون نظر، ولم يرح نفسه مما أخذ العلماء به أنفسهم من حفظ السنن وتدبرها، واقتدى بهم في البحث والتفهم والنظر، وشكر لهم سعيهم فيما أفادوه ونبهوا عليه، وحمدهم على صوابهم الذي هو أكثر أقوالهم، ولم يبرئهم من الزلل كما لم يبرئوا أنفسهم منه. فهذا هو الطالب المتمسك بما عليه السلف الصالح، وهو المصيب لحظه والمعاين لرشده والمتابع لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته رضي الله عنهم. anasema Ibn Abdil Barri al-Maliki rahimahullahu ta'ala, wa'lam, jua, anna man uniya bihifdhi sunan, kwamba mwenye kutilia umuhimu kuhifadhi hizi hadithi, wal ahkami al-mansusa fi al-Qur'an, na hukumu zilizotajwa katika Qur'an, wa nadhara fi aqawili al-fuqaha, akaangalia pia maneno ya maulama wa fiqh, faja'alahu aunan lahu ala ijtihadi, akayajalia maneno haya ni msaada wake juu ya ijtihadi yake. Akachukua maneno ya maulama na kuyafanya kwamba yanamsaidia katika ijtihadi yake. Wa miftahan li taraiqi an-nadhar, na ni funguo, maneno ya maulama ni ufunguo wa njia za kufanya bahthi na kuangalia masala ijtihadia.
wa tafsiran lijumali sunani almuhtamalati lilmaani, na kuwa maneno ya maulama ni tafsiri ya jumla ya hadithi ambazo zinahtamil na kuwezekana maana nyingi. Walam yuqallid ahadan minhum, hajamuiga yoyote katika maulama hao taqlida sunani allati yajibu linqiyadu ilaiha ala kulli hal, kuiga kwa hadithi ambazo ni lazima kuzifuata kwa kila hali, duna nadhar, bila mitizamo yoyote wala maoni. Mtu kuangalia hadithi na kufuata hadithi halina haja ya kufikiria. Ikiwa hadithi ni sahihi, haina haja ya kutia maoni yako na fikra yako iliyo dhidi ya hadithi hiyo. Kwa hiyo hakuwaiga maulama kama anavyoiga hadithi za Mtume zilizo sahihi na kuzichukua moja kwa moja. Walam yurih nafsahu mimma akhadha alulamau bihi anfusahum min hifdhi sunani wa tadabburiha, wala hajaipumzisha nafsi yake katika maneno ambayo maulamaa wameyachukua nafsi zao ya kuhifadhi sunan na kuzizingatia. Waktada bihim fil bahthi, akawafuata maulamaa katika kufanya upekuzi, watafahumi, na kufahamu, wanadhari, pia na kufikiria fikira zake. Washakara lahum sa'yahum, akawashukuru maulamaa hao kwa kazi zao walizozifanya, fima afaduhu, katika mambo ambayo wamewafahamisha Waislamu wakatoa faida, wanabahu alaihi, na mambo ambayo wamewazindusha Waislamu na kuwafundisha. Akawashukuru maulamaa hao, wahamidahum ala sawabihim, na kuwasifu juu ya usawa wao, alladhi huwa aktharu aqwalihim, usawa ambao ndiyo maneno yao mengi yako katika usawa. Maulamaa wa sunna maneno yao mengi yako sawa. Walam yubri'hum min az-zalal, lakini asiwatakase na kukosea, kama lam yubri'u anfusuhum minhu, kama wao wenyewe wasivyojitakasa nafsi zao na kukosea. Asiwafanye kwamba maulamaa ni maasumun, hawakosei kama mitume na malaika. Asifanye hivyo. Maulamaa wanakosea, ni wanadamu, makosa ya kibinadamu wanayo. Kwa hiyo asiwatakase maulamaa hao minazalal, na kuteleza. Kukosea kwa kuteleza, sio kwa kukusudia. Kama lam yubri'u anfusahum minhu, kama maulamaa hao wasivyozitakasa nafsi zao na kukosea. Fahadha huwa talib almutamassiku bima alayhi salafu salih, huyu ndiye mwanafunzi ambaye anashikamana na manhaji waliokuwa nayo watu wema waliopita. Wa huwa almusibu lihadhihi, mwanafunzi huyu ndiye mwenye kupatia katika fungu lake hilo. Walmuayil lirushdihi, na mwenye kuona muongofu wake. Walmutabi'u lisunnati nabiyihi sallallahu alaihi wasallam, na mwanafunzi huyu ndiye mwenye kufuata sunna za mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Wa hadi sahabatihi radhiyallahu anhum, pia ni mwenye kufuata mwongozo wa masahaba wa mtume radhiyallahu ta'ala anhum. Kwa hiyo kuna maneno yanayozuliwa ahli sunna, hususan salafiyin, kwamba hawataki jitihadi, hawaziangalii jitihadi za maulamaa hawa wanne, al-aimmatul arba'a, al-imamu Abu Hanifa, al-imamu Malik, al-imamu Shafi'i, al-imamu Ahmad. Wanasema hawaangalii maneno yao wala hawazingatii kauli zao. Sio kweli maneno hayo ni kuzuliwa ahli sunna, sio ya kweli. Waman a'affa nafsahu minan nadhar wa adraba amma dhakarna wa arada as-sunana bi ra'yihi wa rama an yaruddaha ila mablaghi nadharihi fahuwa dhallun mudhillun. Asema Sheikh Bazamul hafidhullah, waman a'affa nafsahu minan nadhar, mwenye kuihifadhi nafsi yake na kutizama na kufikiria kwamba yeye anategemea nafsi yake peke yake.
wa adhraba amma dhakarna, akayapuuza haya tuliyoyataja ya kuchukua na kupata faida kwa maneno ya maulama. Wa aradha sunana biraihi, akazipinga hadithi kwa maoni yake. Warama an yaruddaha ila mablaghi nadharihi, akakusudia kuzirudisha hadithi kwenye upeo wa mitizamo yake na maoni yake. Fahuwa dhallun mudhillun, mtu huu ni mwenye kupotea na ni mwenye kupoteza watu. Waman jahila dhalika kullahu aidan, na mwenye kutoyajua hayo yote. Watahakama fil fatwa, watakahama fil fatwa bila ilmin, fahuwa ashaddu ama wa adhallu sabila, akaingilia katika mambo ya kutoa fatwa bila ilmu, huyu ni ashaddu ama, ni muovu zaidi kuliko kipofu huyo. Wa adhallu sabila, na ni mpotevu zaidi wa njia. Maneno haya ya huyu mwanachuoni al-Imam Ibn Abdil Barri al-Maliki rahimahullahu ta'ala. Kuni lazima kurejea kauli za maulamaa, hususan katika masaili ya ijtihadia, yarejelewe maneno yao, mtu apate faida, na wasifu maulamaa hao waliotoa juhudi zao kubwa kwa ajili ya kuitetea dini hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakatunga vitabu mbalimbali kwa ajili ya dini hii, alafu mtu anakuja kuwakashifu maulama hao, huyo inakuwa ni dhallun mudhillun. Qala fahadha alhaqu laysa bihi khafaun fada'ni an bunayati tariqi. Fahadha alhaqu laysa bihi khafaun, hii ndiyo haki ambayo haina kujificha. Fada'ni an bunayati tariqi, niwachilie mbali na hizi njia panda. Bunayati tariq ni njia panda ambazo hazifuatwi. Idhan fahadha alhaqu laysa bihi khafaun fada'ni an bunayati tariqi. Anasema hapa chini, watabqa al-isharatu ila qadiyati shiddati ash-shaykh fi rududihi ala mukhalifihi, itabakia kuashiria masala ya ukali wa shekhe katika kumrudi kwake mwenye kumkhalifu. Walwaqi'u anna hadhihi alqadhiya nisbiya, na haki ni kwamba masala haya ni masala nisbiya, yanalingana mtu kwa mtu. Takhtalifu min shakhsin ila akhar, hutofautiana mtu kwa mtu mwingine. Fabadhuhum yusammiha mawdu'iyya fi albahthi wa tajarrud li talabi alhaqqi duna mujamala. Baadhi yao wanasema kwamba hii ni mawdu'iyya katika bahthi hii ni mawdu'iyya na kujiepusha mtu na kutaka haki, au tajarrudi li talabi alhaqi duna mujamala, kuitakasa kwa kutaka haki bila kufanya mujamala na kumbembeleza huyo mwenye kukhalifu haki. Wa akharuna yusammunaha shidda wa tarku rifqi au wa tarka lirifqi, wengine wanaita hii ni shidda, ni ukali kumrudi mukhalif na kuacha huruma na kuacha upole. Wa ala kulli halin yanbaghi alla taghiba al-umuru taliya, kwa kila hali inatakikana yasipotee mambo yafuatayo. Awalan, anna ba'dahum yatlubu min ash-shaykh min ar-rifqi fi raddihi alayhi bima la yaltazimu huwa bihi fi rududihi. Baadhi ya wanafunzi wanamtaka shekhe afanye upole katika raddi zake, bima yaltazimu huwa fi rududihi, katika anajilazimisha katika raddi zake. Fahum yatlubuna min ash-shaykh an yuamilahum fi raddihi alayhim bima la yaltazimunahum bihi fi rududihim ala mukhalifihi, wanamuomba shekhe afanye muamala mzuri katika kurudi kwake anavyowarudi wale wenye kukhalifin, kwa mambo ambayo wao wanajilazimisha katika kuwarudi kwao wanaowakhalifu wao. Kwa wanamuomba shekhe naye afuate mrengo huo wao wa kufanya upole katika raddi zake. Tumeelewa? Sheikh Albani alikuwa mkali kwa kweli, Sheikh Albani alikuwa mkali kwa kweli katika raddi zake,
mfano masala ya kurudisha mkono hapa baada rukuu, masala ya kurudisha mkono hapa baada rukuu ni masala Sheikh Albani anasema hayana dalili. Kwa baada ya kurukuu usirudishe mkono hapa, uiachilie. Akasema wanaorudisha hapa mikono, hii ni bid'a hijazia, uzushi wa kihijazi huo. Hadhi shidda, hadhi shidda, sababu ni maulama waliosema vile. Kwa kweli huu ni ukali. Pili anasema anna shiddata fi takriri alhaqi la taani annahu batil, kufanya ukali katika kuthibitisha haki haimaanishi kwamba hiyo ni batil, wala tamna'u min qabulihi, wala ukali huo hauzuii kuikubali haki. Tatu, anna rifqa fi takriri albatil la yaani annahu haqqun, pia upole katika kuthibitisha batil haimaanishi kwamba batili hiyo ni haki. Ukali katika kuthibitisha haki la taani annahu batil, hii haimaanishi kwamba haki hiyo ni batil, kwa sababu mtu amesema kwa ukali haki, wala ukali wake hauzuii kukubaliwa haki hiyo. Pia upole katika kuthibitisha batil haumaanishi kwamba batili hiyo ni haki. Kufanya upole katika kuelezea na kuthibitisha batil haimaanishi kwamba kwa sababu ya upole huo haki hiyo inabatilika, haki hiyo inabadilika kuwa ni batil, inabadilika kuwa ni haki. La, haki itabaki ni haki hata mtu akielezea kwa ukali, batili itabaki ni batil hata mtu akielezea kwa upole. Kadhalik rabi'an anna shiddata qad takunu fi ahyanin min alhikmati fi ad-da'wa, ukali huenda ikawa katika mara nyingine ni hikma katika da'wa. Mara nyingine da'wa ina ukali, mara nyingine ina upole. Khamisan anna shiddata fil i'tidai laysat kashiddati fil ibtida, shidda katika uadui si kama shidda ukali kwa umwanzo. Fathaniyatu madhmuma, hili la pili linakashifiwa. Walula laysat kadhalik, na lile la mwanzo si hivyo. Walalbani la yabtadi innama ya'tadi, Sheikh Albani haanzi ukali isipokuwa analipiza. Walishekh hafidhahullahu ta'liqun ala ma nusiba ilayhi min shidda fandhurhu, asema Sheikh hafidhahullah rahimahullah ana taaliq ya yale aliyonasibishiwa ya ukali. Kwa fandhurhu fi muqaddimati at-tab'ati al-jalila al-jadida min as-silsilati al-dha'ifa al-mujallad al-awwal safha 27. Wakati upo. Amma qawluhum dhahiriyul madhhab, ama kauli yao kwamba Sheikh Albani madhehebu yake ni ya dhahiria, madhehebu yake ni ya dhahiri, yani anachukua dhahiri ya nasi ya Qur'an na dhahiri ya nasi ya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fahadhi da'wa kadhalika nutalibu fiha bidalil. Sheikh Bazamul hafidhahu wasema haya ni madai pia ambayo tunayatakia dalili. Kuna dalili gani kwamba Sheikh Albani madhehebu yake ni madhehebu ya kidhahiria? Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, sema waambie leteni dalili zenu mkiwa nyinyi ni wa kweli. Kwa haya pia ni madai yasiyo na ukweli yoyote kwamba Sheikh Albani madhehebu yake ni madhehebu dhahiri. Walwaqi anna wasfa ahli alhadith biannahum min ahli aldhahir min alkalimati allati tusma'u baina alfaina walukhra, ilivyo ni kwamba kuwasifu watu wa hadithi kwamba wao ni katika watu wa dhahir, katika maneno ambayo yanasikiwa kwao baina ya wakati na mwingine. Walidhalik fa inna wasfa al-Albani biha laysa bimustaghrab, kwa hiyo kusifiwa Sheikh Albani kwa madhehebu hayo na kwa maneno hayo si jambo linaloshangaza. Idh huwa min ahli alhadith, Sheikh Albani katika watu wa hadith. Wa hadha al-amru a'ni al-farqa baina ahli alhadithi wadh-dhahiriyya
في الأخذ بالظاهر من النصوص يحتاج إلى تحرير لإزالة لبس قد يكون علق بأذهان بعض الناس. Anasema kwa sababu Sheikh Albani katika watu wa hadithi, na jambo hili nakusudia kufarikisha baina ya watu wa hadithi na hao dhahiria wanaochukua nusus kwa dhahiri yake, kufarikisha baina yao fil akhdhi bidhahiri minan nusus, katika kuchukua dhahiri ya nususi hizi za Qur'an na Sunna. Hadha yahtaju ila tahririn liizalati labsin, hii inahitajia kuhaririwa kwa ajili ya kuondosha huo utata baina yao. Kad yakunu alika biadhhani baadhi nnas, huenda ikawa hiyo imeshika katika akili za baadhi ya watu kwamba ahlul hadith ndio hao dhahiria, wanachukua dhahiri ya nusus. Hilo linahitaji kuhaririwa kwa ajili ya kuondosha matatizo hayo ambayo baadhi ya akili za watu wanalo hilo. Wa tahriru dhalika min khilali tasaulati alatiya, kuhariri hilo ni katika maulizo na maswali haya yafuatayo. Kuyahariri hayo na kuyasema hayo ni kutokana na maswali yafuatayo. Swali la kwanza, hal sarraha ash-shaykhu fi mahalli min kutubihi innahu dhahiriyul madhhab? Je, Sheikh Albani ameweka wazi mahali popote katika vitabu vyake alivyovitunga kwamba yeye ni dhahiriyul madhhab, kwa madhehebu yake ni ya kidhahiri? Je, ameweka wazi hilo? Jawabu, hajaweka wazi. Pili, hal mujarradu ihalati sheikh ila kutub ibn Hazm ta'ni annahu dhahiriyul madhhab? Je, mujarradi wa shekhe kugeuza mtu kumwambia kwamba nenda kaangalie vitabu vya Ibn Hazm al-Andalusi, kwamba hilo ndio lina maana kwamba yeye ni dhahiriyul madhhab? Hal mujarradu ihalati sheikh ila kutub Ibn Hazm ta'ni annahu dhahiriyul madhhab? Mujarrad wa ile shekhe kusema angalia vitabu vya Ibn Hazm al-Andalusi, hii inakusudia kwamba yeye ni dhahiriyul madhhab? La, jawabu ni kwamba la, haina maana hiyo. Hal mujarrad wuqufi sheikh inda dhahiri an-nass yahshuruhu fi zumrati ahli adh-dhahir? Je, mujarrad wa shekhe rahimahullah kusimama katika dhahiri ya nasi, je hili litamfanya akusanywe katika kundi la hawa ahlu dhahir? Aljawabu la. Tumeelewa? Kwa shekhe hajaweka wazi kwamba anafuata madhehebu hiyo ya dhahiria. Sasa si sababu ya kwamba soma kitabu cha Ibn Hazm al-Andalusi utaona masala haya, haina maana kwamba yeye yuko na Ibn Hazm katika madhehebu hiyo ya kidhahiria. Qala wa qabla al-ijabati ala hadhihi al-asila aqul, qabla ya kujibu maswali haya nasema, i'lam anna adh-dhahiriyya madhhabun fiqhiyyun atid, jua kwamba madhehebu ya kidhahiria ni madhehebu ya kifiki yaliyopotoka, min almadhahibi allati laha atba'un ila asrina hadha, katika madhehebu ambayo yana wafuasi mpaka zama zetu hizo, zama zetu hizi, wa in kanu qilla, japokuwa wafuasi wake ni wachache. Wa kitabu al-Muhalla li Abi Muhammad Ali ibn Hazm yu'addu min kutubi al-fiqh التي تغني عن غيرها ولا يغني غيرها عنها. Kitabu cha al-Muhalla cha Abi Muhammad Ali ibn Hazm kinazingatiwa ni katika vitabu vya fiqh ambavyo hutosheleza na vitabu vingine, wala yughni ghayruha anha, wala vitabu vingine havitoshelezeki na kitabu hicho. Hatta qala Sheikh Izzuddin ibn Abd Salam wa kana ahad al-mujtahidin ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل المحلى لابن حزم وكتاب المغني للشيخ موفق الدين ابن قدامة. sijaona katika vitabu vya Uislamu katika ilmu mfano wa hiki kitabu al-Muhalla cha Ibn Hazm na kitabu al-Mughni cha Sheikh Muwaffaq ad-Din.
Kwa hii haina maana kwamba Sheikh Albani yuko katika madhehebu ya huyu Ibn Hazmi ya kidhahiri, haina maana hiyo. Qala Adh-Dhahabi rahimahullah muaqiban ala hadhihi alkalima, al-Imam Adh-Dhahabi rahimahullah anafanyia taqib maneno haya, laqad sadaqa Sheikh Izzuddin, amesema kweli Sheikh Izzuddin. Wa thalithuhuma, ya tatu katika vitabu hivyo, As-Sunanul Kabir lilbayhaqi, wa rabiuha, kitabu cha nne katika hivyo, At-Tamhidu libni Abdil Barri. Faman hasala hadhi dawawina, mwenye kupata vitabu hivi, wa kana min adhkiyai lmuftin, alikuwa katika werevu katika wenye kutoa fatwa huyu Ibnu Abdil Barr. Wa kana min adhkiyai lmuftin, akawa katika werevu katika wenye kutoa fatwa. Wa admana almutalaata fiha, akaendeleza kutali na kuangalia katika vitabu hivyo. Fahuwa alalimu haqqa, mtu huyo mwenye kuangalia vitabu hivyo vinne, huyo ndiye mwana wa chuoni wa haki. Faman hasala hadhihi dawawin wa kana min adhkiyai almuftin wa admana almutalaata fiha fahuwa alalimu haqqa, mwenye kupata vitabu hivi vinne alivyovielezea, akawa ni katika werevu wa wenye kutoa fatwa, akaendeleza na kudumu kutalii na kuvisoma vitabu hivyo, fahuwa alalimu haqqa, huyo ndiye mwana wa chuoni wa haki. Intaha kalamu al-Imam Adh-Dhahabi rahimahullahu ta'ala, wa naktafi bihadha al-qadri wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.